kwamba how to become as the will of God, vile utakavyokuwa kama mapenzi ya Mungu. Na tukaanza jana kwamba tuliachia mahali Esau aliachwa katika mashaka, sasa ajipiganie ili awe. Praise the name of the Lord. Usaidizi wa wanadamu ulikuwa umeshamwacha, usaidizi wa marafiki ulikuwa umeshamwacha. Bwana Yesu apewe sifa. Ukisoma pale tuliachia verse number pale Genesis 27 verse number 40, unasikia Esau akisema, Esau akamchukua Yakobo kwa ajili ya ule baraka babaye aliye Esau akamchukia Yakobo kwa ajili ya ule baraka babaye aliyombarikia Esau, akasema moyoni mwake, siku ya kumlilia baba yangu inakaribia, ndipo nitakapomuua ndugu yangu Yakobo. Bwana Yesu apewe sifa. Ikawa alibaki katika mahali ambapo sasa ni yaamue. Bwana Yesu apewe sifa. Akakuwa ndani yake amechukia ndugu wa kipekee ambaye alikuwa naye anaitwa Yakobo. Praise the name of the Lord. Na hapo ndipo jana tukaachia mahali pale, akaambiwa sasa ni katika mikono yako, uvae silaha, uchukue upanga, ujipiganie. Tena sasa hapa verse number 41 inaleta habari ambayo inasema kwamba sasa amemchukia na hana ndugu mwingine, ni ndugu wa kipekee. Praise the name of the Lord. Sometimes the only help you have unaweza ukaichukia. Bwana Yesu apewe sifa. Na hauichukii bure, unaichukia kwa ile sababu imetenda kwa maisha yako. Bwana Yesu apewe sifa. So aliangalia ndani ya moyo wake akasema kwamba siwezi kumsamehe ndugu yangu, hata ingawa ndiye tu mkono wa kuume ambao ungetoa usaidizi kuniletea. Praise the name of the Lord. Na hapa ndipo nataka kufundisha mtu kitu, kwamba kuna wakati utaacha kutegemea wanadamu, uanze kumtegemea Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Amemchukia Yakobo, so ndani ya maisha yake tena akasema siku za huzuni za kumlilia baba yangu zimekaribia. Ni kumaanisha, yani aliona, akiangalia baba yake, aliona siku ya kufa kwa baba yake kuko karibu. Bwana Yesu apewe sifa. So ule msaada ambaye angekuwa nao ni baba yake, na ndio hiyo inaelekea kuisha. Praise the name of the Lord. Tena hangekuwa na rafiki na mama yake Rebeka, maana ndiye mwanzilishi wa uongo. Bwana Yesu apewe sifa. So hapa imefika kiwango, Yakobo, ukisoma verse number 42, Rebeka akaarifiwa maneno ya Esau mwanawe mkubwa, akapeleka mtu kumuita Yakobo. Mwanawe mdogo akamwambia, tazama, katika habari zako Esau ndugu yako anafariji moyo wake, maana anakusudia kukuua. Verse 43, na sasa mwanangu, sikia sauti yangu, uondoke ukimbilie kwake Labani ndugu yangu huko Harani. Praise the name of the Lord. Angalia kwamba mamake Rebeka aliposikia yale huzuni yako ndani ya moyo wa Esau, kuna mambo alianza kuyapanga. Mambo ambayo alianza kuyapanga yakawa ni gani? Aliamua kwamba atatumana Yakobo aitwe ili amwambie kule atakwenda kwa usaidizi. Praise the name of the Lord. But usaidizi wa Esau utatoka wapi? That is the main question. Kwamba ametuma Yakobo aende kwa ndugu yake, Bwana Yesu apewe sifa, anaitwa Labani, aende kwake. Ameenda kule kufanya nini? Huko akakae huko. So Esau amebaki peke yake, asipo usaidizi wa mama na asipo usaidizi wa baba. Lakini kijana huyu anaitwa Esau ni mmoja wapo wa wale watu wanaweza wakaigwa kwa mfano, wanaweza wakaigwa na watu kwa mfano, sababu Esau alikumbuka kitu moja, even if watu wote wameniacha, sina ndugu ambaye ninaweza nikamuitisha pesa, sina dada, baba yangu ndio huyo amefariki, mama yangu ambaye anaelekea tu pale, sina msaada, lakini niko na Mungu mbinguni ambaye ninamuita na ananisikia. Praise the name of the Lord. Sometimes acha kuangalia vile watu wanavyosema.
Sometimes wacha kufikiria sana kuhusu maisha yako. Sometimes achilia Mungu akusaidie, because we have a God. Tuko na Mungu. Haleluya. Unaweza ukawa hauna mwanadamu anaweza kukupatia mkono akusaidie, but kumbuka uko na baba yako wa mbinguni na yeye anaweza. Praise the name of the Lord. Maandiko inasema kwamba Yakobo akaelekezwa, akaambiwa taenda kwa anko yake, lakini Esau hana mtu wa kumuelekeza. Even if advice hana. Baba yake ndio huyo, ako na huzuni sababu baba yake anaaga. Kwanza wewe sifa. Na ujue mabaya yote kwa dunia ni kwa sababu hata baba yake alipofariki, Yakobo hakuja mazishi. Yakobo hakuja mazishi. Ilikuwa tu ni Esau na amebaki. But the Bible say hata ingawa Yakobo alikwenda kule na akakuwa kuna msaada kule kwa anko yake, yeye alitesekea huko. But ile siku aliamua sasa ninataka kurudi kwetu nyumbani. The Bible say ya kwamba Yakobo alitengeneza kondoo na mbuzi na ngamia ambazo angeenda kupatia ndugu yake ili aweze kumsamehe. But alipokuja na mamilioni ya kondoo ampatie, ndugu yake alimwambia, mimi zangu ni mingi kuliko hizi na sitaki chako, kaa nazo maana Mungu alinibariki. Praise the name of the Lord. Yes, hata kama utaachwa na watu, remember one thing. Wewe hauko ukae kama venye dunia inataka ukae. Remember you have your father. Kumbuka uko na baba, na yule baba ambaye ako mbinguni anaweza kukubariki. Haleluya. Maandiko inasema Yakobo akija, Yakobo ati anafikiria sababu niliacha ndugu yangu hana baraka, mimi nitakuja kumpatia, lakini namwambia mimi am rich, sasa niko tajiri. I don't need yours. Hata nilishakusamehea. Praise the name of the Lord. Wakati mtu anajuana na Mungu, huwa mpaka anaweza kusamehea. Huwa mpaka anaachilia mambo yaende ambayo yamekwenda, anasema let it go. Wacha iende maana haitanisaidia. Na ndio maana leo nahubiri injili ni kuambia kitu moja. Wanadamu wanaweza wakakuacha katika kama vile walivyoacha Esau, na pasipe na mtu wa kukuelekeza. But ukitazama mbinguni kwa baba yetu aliye mbinguni, kuna msaada. Kuna msaada. Bwana Yesu apewe sifa. Tuangalie maisha ya mtu mwingine ambaye hata yeye aliachwa. Tuangalie Yusufu. In the book of Genesis 37. Katika maandiko katika kitabu cha Mwanzo 37. Utaona mtoto huyo anaitwa Yakobo, Yusufu ama Joseph kwa Kiingereza. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna mambo yalitendeka, ikawa ndugu yake waliozaliwa kwa tumbo moja. Tusome verse 4. Utasikia maneno haya, ndugu zangu. Ndugu zake wakaona ya kuwa baba yao anampenda kuliko ndugu zake wote, wakamchukia, wala hawakuweza kusema naye kwa amani. Hebu angalia, mtoto huyu akawa baba yake anampenda. Hata yeye hakulazimisha baba yake kumpenda, hata hajui sababu ya baba yake kumpenda. But ndugu zake wote wakaamua kumchukia. Wakaamua. Kuna watu ambao wanateseka si kwa sababu Mungu alitaka, si kwa sababu ilikuwa plani ya Mungu, because waliona unapendwa, wakaamua kukuchukia. Wakaamua na wakasema hakuna siku tutasema kwa amani. Ni kumaanisha mpaka maongeo yao hakuna siku wangeongea kwa maneno ya amani wakimwelekezea Yusufu, bali maneno yao yakawa ni maneno makali. Wakaanza mipango. Naye Mungu ni nani? Ukisoma verse 5 utaona Mungu akitokea Yusufu kwa ndoto, anamwambia ingawa watu wao wamekuchukia, ingawa watu wao wanakunenea kwa maneno makali, ingawa hata ni wakubwa kukushinda, bali watakuinamia wewe, because you are the only one who can bring salvation. Wewe tu ndio wa kipekee unaweza kuleta ukombozi.
Hata ndoto inasema waziwazi kwamba mpaka baba yake mzazi na mamake wote watamwinamia. Bwana Yesu apewe sifa. Hata ingawa watu wanaweza kukuchukia, wakufanyie yale wanataka, na ni kweli walipoanza kumchukia, Biblia inasema walitaka kumuua. Biblia inasema walimrusha kwa shimo. Biblia inasema walimuuza kwa mikono ya utumwa. Praise the name of the Lord. But hiyo yote haikumzuia. Nataka kusema nini? Wakitaka kumrusha kwa shimo, ile ilikuwa ni mpango wao. Wakimuuza awe mtumwa, ilikuwa ni mpango wao. Hallelujah. But after sometimes Mungu mpango wake ulikuja ukatimia. I want to look at your neighbor, mwambie kwamba usikae vile wanadamu wanataka. Maana ukikubalisha ukae vile wanataka. Jana nikawa mama mmoja ananipigia simu akaniambia wamekuwa na kesi kwa kanisani, na mpaka akakula Murang'a, na mzee wake alifariki miaka kadhaa imepita, na ikawa anaambiwa kwamba hata afai kuajiri mwanaume kwa boma yake asije kampenda. Mpaka nikashindwa, is this the ministry of gospel ambayo tulianzia, ile Mungu alianzia, ama hii ni ingine? Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Mpaka ile kazi ameajiri mfanyikazi, anaambiwa nenda uvuta mfanyikazi, nenda. Kanisa linasema, kamiti na mchungaji wamesema. Mpaka nikashangaa, nikauliza, is this the ministry of God ambayo ilikuwa inajenga maisha ya watu, ambayo ilikuwa inaweka watu katika misingi? So watu wale, nikawa na tafakari usiku, plani ya watu wale ni gani? One, ile kazi huyo mama ako nayo, ng'ombe, kahawa, ametukeza aifanye peke yake ndio akufe haraka. Nikakaa nikiangalia, sometimes people will drive you to die. Wakati mwingine watu watakupeleka kwa kifo, wakijifanya marafiki, wakijifanya vile wao ni waaminifu mbele za Mungu, but ni kujifanya, they all pretend. Bwana Yesu apewe sifa. Hebu tuangalie ni nini hii, ni kosa gani huyu Yusufu amefanya? Ni gani wewe unaona ni kosa gani amefanya? Kwa nini ainukiwe? Hajamkosea mtu. Haleluya. Kupendwa ni makosa yake. Hiyo ni makosa kweli. Kwa nini amechukiwa na ndugu zake? Sometimes your enemy, they unite themselves to come against you. Wakati mwingine wale watu hawakupendi, huwa wanajikusanya, wanakuwa reinforcement ama force ya watu wengi, ili wakuelekee wewe. Kama wangekuwa na uwezo wa kumaliza kabisa. Are we together? But I'm coming to tell a Christian one thing. Nakuja kuambia Wakristo jambo hili. Wewe kama Mkristo, kuna kitu nafaa ujue, kuna kitu nafaa uelewe. Na ni gani hiyo? Kwamba sitapigana vita nikae kwa ile maisha ambayo watu wananitakia, bali vita yangu ni ya kupigana nitoke katika utumwa huo. Are we together? Hallelujah. Some people will misuse you so that ufe roho. You'll be heartbroken. Mtu atakuja kuvunja moyo. Are we together? Ndio ukivunjika moyo ukata tamaa. Katika injili hii, mimi siku moja nilikuja kukubali kujua how to deal with God. Mimi sikuwa ninajua. Bwana Yesu apewe sifa. Na ilikuwa siku mingi sikupata fahamu wa kujua vile mtu anafaa kudili na Mungu. Na nikawa nateseka sana. Watu wananiumiza, ninaona kama sifai,
Ninaona kama hata kuna time nikawa nilikuwa nimejiangalia nikaona I'm not enough to marry. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Mpaka mimi najiangalia naona hapana. Mimi siwezi ndoa. Siwezi. Praise the name of the Lord. Kwa nini? Sababu ya influence. Ya yale mambo nimepitia. Nikianza kuyafikiria ninaona siwezi. Sitayaweza. Watu wananiambia hivi. Pekine anakuja niambia pastor, sasa ukijioe unahitaji sijui msichana anakaa hivi, sijui mweupe, sijui ana whatever. Praise the name of the Lord. Sijui muibaji, sijui nabii, sijui whatever. Wakaniambia mambo mingi. Na nikawa sasa naanza kujiuliza, sasa nitaweza? Lakini nikakaa hivi mahali pamoja nikajua mimi sifai kudili na watu, nafaa kudili na Mungu. Praise the name of the Lord. Nikaanza kuambia Mungu, nimejua wewe ndio uliruhusu fulani anipike. Kama sio ulimpatia nguvu angenipika. Wewe ndiwe Mungu. Nikaanza kuuliza Mungu, why? Kwa nini Mungu ukaachilia ukapatia maadui zangu nguvu kunipika? Praise the name of the Lord. Hapo ndipo Mungu akanitokea akaniambia ni kwa sababu ukoo uliotoka hayo ndio huwa wanapitia. Praise the name of the Lord. I remember that time ndio nikajua siri kuhusu maisha yangu, na hata nikaenda kwa miguu kwenda kutafuta. Bwana Yesu apewe sifa. Maana mpaka injili ilifika imefika kiwango cha kunilemea. Mimi nilikuwa nasikia ninaenda kanisani to praise the name of the Lord. Ninasikia hapana, I better to go to a club. Nikakuja huko. Maana ninaona everyone, mtu yeyote namfanyia vizuri na nifanyia vibaya. But now with God, why all this? But one day I realize kwamba mambo haya kama Mungu hajawapatia nguvu za kunipiga, hakuna mtu anaweza kunipiga. Na hapo ndipo nikajua wanadamu huwa wana expect God, huwa wanaweka Mungu na shetani kana kwamba wana mamlaka sawa. Are we together? Wanaona kama Mungu na shetani they compete. Praise the name of the Lord. Ni kama two competitors. But lie. That time I realized that God is yeye ndiye mkubwa. Are we together? Hallelujah. Hawashindani na shetani Mungu. Are we together? Hawashindani na yeye. Hata amemweka mshindane na yeye, sio Mungu. Nyinyi mshindane na shetani, but sio Mungu. Are we together? Yeye akitaka kufanya vile anataka na shetani atafaa. Are we together? But watu kuna wakati mambo yanapita, watu wanaona kwamba ushindi wao unalingana na vile maadui wao wako. Unakaa unaona kama kwamba maadui wale wamekushinda juu wako na nguvu. Na hapo ndipo nikakumbuka kitabu cha Samueli wa kwanza 4. Biblia inasema nao wana wa Israeli wakajipanga kwenda vita kupigana na Wafilisti. Mbali wakapigwa sana siku ile. Waliporudi nyumbani, wazee wakakutana, wakaanza kuulizana, kwa nini Mungu leo ukapea maadui zetu nguvu watuchape? Mungu, wewe ndio umetuchapa. They realize that is not the devil. Wamepigwa na Mungu. Sio maadui wao wamepata nguvu. Maadui ni wale. Neither adui yako ni mtu mmoja ama ni milioni moja. Nguvu ya kushinda wanapewa na Mungu ruhusa. Are we together? You can win million of people, but you upotelea mtu mmoja. Biblia inasema kwamba mtu mmoja anaitwa nabii Elijah alisimama mbele katika mlima Karmeli, mbele ya nchi mzima ya Israeli na mbele ya manabii wote, na akawashinda. Lakini alitorokea mwanamke mmoja. Ni kwa sababu wakati alipokuwa anatorokea mwanamke mmoja alikuwa peke yake.
Haijalishi how big problem it is. Haijalishi vile shida yako ni kubwa. Haijalishi vile shida yako ni ndogo ndio unaishinda. Let me tell you one thing. Unaweza ukakosa handkerchief. It cost very cheap. But ukuwe na nguo 3,000. It doesn't matter how problem is big ama vile ni ndogo. Uwezo wa kushinda unamtoka kwa Mungu, hautoki kwa wanadamu. Na hapa leo ninapomaliza wiki hii katika ibada ya lunch hour, kuna kitu nataka kuambia mtu. Acha kuangalia vile maadui wako ni wengi. Acha kuangalia vile shida yako ni kubwa. Nabii Elisha akamtazama Gehazi, akamwambia, mbona uofie? Mbona wewe uogope? Mbona Roda uogope? Mbona Sidi uogope? Mbona hamuogope nyinyi? Bwana sababu sifa. Akamwambia, ni kwa sababu wanajeshi wametuzingira. But Elisha akamwambia, no. Ningeomba Mungu akufungue macho leo uone walio ndani yetu ni wengi kuliko wale. So si vile shida yako ni kubwa, unaweza kufanya hiyo shida kubwa na kuishinda. Praise the name of the Lord. Kwa neno moja likatumika kwa mtu ambaye alikuwa na Mungu anaitwa Elisha. Alisema, nimefanya wawe vipofu, nimewapofusha kwamba hawataniona. Praise the name of the Lord. Na ndio maandiko yanasema aliwashika kama zile grasshoppers akawapeleka. That big problem unaona katika maisha yako, wewe ndiwe unaiona ikiwa kubwa. It is something small before the eye of the Lord. Ni kitu kidogo sana mbele ya macho ya Mungu. Kwa nini kuambia leo? Nataka kukuambia kile unafaa kufanya ndio utoke katika mazingira ambayo wanadamu walikuweka ukae. Mtu alikuatanisha na mtoto akakuacha pale, mtu mwingine alikubaka. Praise the name of the Lord. Mwingine alikuja akakutusi. Mwingine alikuja akakwambia vile wewe hauna akili. Mwingine alikuja akaleta uchawi kwenu na akaenda. He is not there. Hayuko pale, alishaondoka. Alikuja akaacha shida na akaenda. Hata wengine wameshafariki, hata wengine hawayuko, lakini wao ndio waanzilishi wa ile maisha unakaa. Wacha kupigana kukaa hiyo maisha. Stop fighting for survival. Amen. Praise the name of the Lord. Anza kupigania uhuru wa maisha yako. Are we together? Anza. Kuna vita mbili. Kuna watu wanapigania wale na wakunywe waishi. Mimi sipigani vita hiyo. Mimi napigania uhuru wa maisha yangu. Mimi napigania uhuru wa neno hili la Bwana. Mimi sipigani leo niishi. Kuna uwezekano nikaenda mahali nipata pesa mingi nikijipigania nikule, but I don't fight for that. Mimi katika injili sipigani kukula na kukunywa. Bwana apewe sifa. Mimi napigania vita ambayo napigana ni vita ya kufanya watu wakombolewe kutoka kwa utumwa. Sio mimi nikombolewe, watu millions of people wakombolewe kutoka kwa utumwa, wawe huru katika maisha yao. Yule alikuwa ameambiwa haiwezekani, iwe inawezekana, maana ukombozi umepatikana. Kuna watu dakika hii ya kwamba wanapigana vita ili wale na wakunywe. But no, let me advise you again. It is time to fight for your freedom. For your freedom. Ni haki yako kuolewa. It is your right to be married. Praise the name of the Lord. Ni haki yako kuhubiri injili. It is your right. It is because ulitwekwa kwa utumwa mahali, ndiyo maana unateseka. But si kusema kwamba hiyo ndio haki yako. Haki yako kutumikia Mungu ni haki yako. Kuwa tajiri ni haki yako. Kuzaa mtoto ni haki yako.
It is your right. Hallelujah. Kuwa nabii, kuwa mwenye gari ni haki yako. It is your right. Are we together? Praise the name of the Lord. Si kitu na beg. No. The Bible say kama Mungu ametupatia vitu vyote, si ati atatupea, ametupatia. So it is your right to have that thing. Ni haki yako kuwa nayo. But because uko pale ushinde ukikumbuka roho fulani alikuacha, kaa pale ushinde ukikumbuka fulani, pole sana. Kaa pale ushinde ukikumbuka kule umetoka. Nikikwambia kule nimetoka nikafika penye nimefika leo, utashangaa. Mungu alikuwa ameona kwamba mimi ni mtu very soft, akajua ata nitakuwa kiroho kama vile military wanafanya, wanajeshi. Mimi kukua kiroho, nimepitia training ya wanajeshi, ili ya kukula njaa, kupigwa na kila mtu, kuonewa, kuchukiwa. Are we together? Ni kama mateso. Bwana Yesu apewe sifa. But akajua kwamba anataka kulitengeneza. Hapo ndipo the book of Proverbs inasema kwamba iron sharpen iron. Are we together? Yes. Chuma. Hallelujah. Mwanadamu atakusharpen. Ukijifanya tu wewe ni mjanja utajua haujui. Kuna watu wamejaribu kushinda. Ukipeleka umanga wako na pesa yako hapa town, utarudi bila pesa na bila umanga. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Ukitaka watu wakunoe vizuri, ukue sharp, cheza na wao. Play game with them. Kijifanya how beautiful you are, ati uko sawa, unaweza kudondosa kila mahali. Sawa? Unajua haujui. Utaleta dawa ya utulivu, tapewa dawa ya kutulia. Iko. Inakaa kama ile Piriton ya kulala. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Ni kwa sababu hivyo ndivyo Biblia inasema. Imeongea waziwazi, haijaficha. Hallelujah. Ukileta umanga wako utajua haujui. Ukileta umanga wako kwa hiyo injili ya gospel, utajua haujui. People will sharpen you. Watakunoa vizuri. Watagoga kichwa. Inua mawe goga kichwa. Wakigoga wanasema, Baba tusamehe. Hatukujua kile tumefanya, lakini wameshagoga. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Utaishi mpaka lini vile wanadamu walitaka uishi? Kwa sababu uliachwa ukasema utakaa single. That is the biggest mistake umefanya. Ulikosewa na mhubiri mmoja, ukasema utaacha kanisa na utaokoka milele, utakunywa. Hiyo ndio makosa kubwa ukafanya. Uliteswa mahali kazini, ukasema hautaajiriwa tena. Hiyo ndio makosa yako. Because from the beginning you are not living according the will of God. You are living according the will of people. Are we together? Hallelujah. Maandiko inasema Balaamu aliitwa na Baraki alaani wana wa Israeli, lakini akajaribu kutoa kafara na dhabihu za ng'ombe katika mlima, lakini Bwana akamwambia no, bless my people. Lakini waliporudi wakakaa chini, Baraki akaambia Balaamu, I have an idea. Nimepata idea. Bwana Yesu apewe sifa. Watu wala hakuna mtu anaweza akawalaani, hakuna. Ni nani anaweza kuwalaani? Ni Mungu wao. Atalaani akifanya nini? Wakifanya dhambi. Wakaamua idea. Tutafanya hivi. Tuwale tutafuta wale wanawake warembo kabisa. Warembo kabisa. Tuwalete siku ya sherehe ambayo kutakuwa na mvinyo, ili watu wafanye uzinzi pamoja na wao, walaaniwe na Mungu wao. Devil have an idea how to destroy you. Anaweza kutumia kitu chochote. But
believe one thing, that if you trust in God, nothing is possible. The Bible says in Matthew 19, verse number 26, many things are impossible with man, but with God they are possible. Vitu mingi. Na ndio Yesu asema maneno yale. Alikuwa amesema wale watakaookoka na wafike mbinguni. Wanafunzi wakamuuliza, "Ai, hiyo mambo sheria ni gumu. Hakuna mtu anaweza." But yeye akawaambia, "Yasiyowezekana kwa wanadamu, yanawezekana kwa Mungu." Yale yamekushinda wewe, yanawezekana kwa Mungu. Patia Mungu shida yako. Amua kwamba hautakaa kama watu walivyokusudia kukaa. Kuna watu wametaka kukaa kwa hiyo maisha ya kufinyika ili wakuwa wakikutumia. Na one of the people, mimi mahali nimepita, mahali popote nimepita, huwa nina make sure ninabadilisha. Nikipita kwenu, lazima nitabadilisha kitu. Kuna mtu anapenda ukae hapo bila kazi, ndio ile siku yeye anakuhitaji, anakuita uwe mtumwa wake. So wakati una kazi ni faida, but mimi nafikaga hapo na huyu ambaye anapataka faida kwa huyu mwingine hana kazi, nawaambia huyu kazi, huyu anakosa faida. Wakitaka kukosana sawa, but kutumiwa wacha ishe. Kuna kupendwa na kutumiwa. Praise the name of the Lord. Mimi wasijali, but lazima nitabadilisha, because Mungu amenituma katika kuhubiri injili hii, sio kwa sababu nipate majina makubwa. Yeye akitaka atanipatia. Lakini alinituma nibadilisha ulimwengu kutoka kwa giza uwe mwangaza. Akaniweka taa ndani yangu. Nikifika kwako nitakumulikia. Mahali ya kuona shimo utaiona. Na kama utanisikiza utaizipa. Na kama utanisikiza itakaa na shimo. Lakini hautaambia Mungu hakutuma mtu. Wakati itakuja kwa maisha yako, lazima nitamulika kitu. That I will do, because nimekuambia, mimi niliamua nitapigana vita ya vile nilivyo, niwe kile Mungu alitaka nikuwe. If someone is there ready for that, aondoe na aondoke kwa hiyo maisha watu walimpangia. Amue mimi nitapigana vita hii nikiamini Yesu aliyekuwa msalabani, ya kwamba ameniandalia maisha mazuri yasiyo na mateseko, yasiyo kuonewa. Hapo ndipo nitakwenda. Hapo ndipo Petro akaona Yesu akija akipitia kwa maji juu. Akamwambia Yesu, wakasema ni pepo. Akawaambia la, mimi ni Yesu yule mnayemuita mwalimu. Petro akamwambia, kama ni wewe niambie nikuje. Sasa ni wakati, if it's God let me come. Kama ni Mungu ninakwenda. Bwana sababu sifa. Lakini kwa mapenzi ya wanadamu niwe unafanya kazi mingi na hakuna siku itakusaidia. Utafanya kazi kwa bidii. Utaonekana na watu kila siku unaamka. Utaonekana na watu kila siku kuna mahali unaendanga. But the end of the time, ukifanya hizo mshahara zitolewe zifanywe, hautakuwa, unarudi zero. You never gain anything. That is not the level of God. Hiyo nimesema hapana. Sio maisha ya Mungu. Na sio mapenzi ya Mungu. Na hakuna siku nitasema kile si mapenzi ya Mungu ni mapenzi ya Mungu. No. Mimi nitaambia watu waziwazi. Niwaambie wa Kristo kuna Mungu mbinguni. Na mimi naambianga watu, neither mtachukua mawe mnipige, but one thing I know, mimi niko na mwenyewe. Mimi si uko peke yangu. Siku yote nitakuja kwa maisha yako. Sitakuja peke yangu. Nitakuja na ufalme wa mbinguni ambao nimebeba ndani yangu.
ambao utaleta ukombozi, because mimi niko na mwenyewe. Sihubiri tu niwe na watu, ninahubiri maana niko na mwenyewe. Niko na mtu amenituma, niko na mtu amenituma, na huyo amenituma ninamtumainia. Huyo hata kama saa zingine nitajiona kama nimeanguka, lakini huwa ninakumbuka niko na yule alinituma. Bwana Yesu apewe sifa. If you need to become as the will of God, be ready to follow God. Kuna wakati mwingine atakwambia kama vile Yesu akamwambia, akapata tajiri mmoja akamwambia, ninawezaje nikafanya nikufuate Yesu? Akamwambia, fanya vizuri, nenda uze vitu vyako vyote, upatie maskini, uje unifuate. Labda jambo kama hilo Mungu akikwambia itakuwa gumu kwako, lakini mimi kwangu nimo tayari. Praise the name of the Lord. Mimi kwangu nimo tayari kuachilia kile nimeshika, nimfuate Yesu. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Nikodema akaja akamwambia, alikuwa mkubwa sana, anaitwa Nikodema wa Wayahudi, alikuwa kiongozi. Hangekuja mchana kwa Yesu, alikuja usiku, maana hakutaka kuonekana na wanadamu wakija. Akamwambia, mimi nimejua kwamba wewe umetoka kwa Mungu aliye mbinguni. Mimi nimejua waziwazi kwamba Yesu alitoka kwa Baba. Akamwambia, nitafanya nini kufuate? Akamwambia, haiwezekani ukalidi ufalme wa mbinguni usipokubali kufa na kufufuka pamoja nami. Hiyo inamaanisha nini? Lazima uombewe na ubatizwe. Kuna watu Mungu atawaambia jibu hazitafanana. Ambaye ataamua kufuata Yesu, majibu hayatafanana. Bwana Yesu apewe sifa. Inaweza akakulazimisha uwe mwanamke akasema uolewe. Inaweza akatenganisha. Yeye hakuna mtu anaweza kumzuia. But jibu la Mungu, mimi sitakubali kukaa tena kwa utumwa wa wanadamu. Mimi nimekubali kuondoka, nimfuate Yesu aliyeniita, maana kwake ndiko kuna baraka. Barikiweni sana siku ya leo. Mungu awatende mema na wainue. Tupatane.